Amani ya Bwana iwe kwako. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Naitwa mchungaji Bienvenu Anzire. Ninakukaribisha kwenye God's Time, muda wa Bwana wa kutembelea maisha yako, muda wa Bwana wa kufungua maisha yako, muda wa Bwana wa kusema na maisha yako. Tumeanza somo ambalo linasema kuhusu ukombozi au ufungulivu, deliverance. Hallelujah. Somo letu liko katika kitabu cha Luka sura yake ya 13 mstari wa 10 hadi 17. Nitasoma mstari ule wa 11 na ule wa 10 na wa 11. Ninasoma kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepinda, hawezi kujinyosha kabisa. Mstari wa 12 nasema, Yesu alipomwona alimwita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Amen. Haleluya. Jana nilikuwa ninaongea kuhusu vitu ambavyo vinafanyika katika maisha ya mtu wakati shetani amefunga maisha ya mtu. Na katika maisha ya huyu mwanamke, shetani alikuwa amefanya kitu cha kwanza, huyu mwanamke akapoteza fomu yake, yani ile muonekano wake wa kusimama, wa kunyoka ilikuwa imepotea. Na jambo la pili ambalo shetani alikuwa amepoteza kwenye maisha ya ule mwanamke ni ile uzuri wake, mvuto ambao ule mwanamke angeweza kuwa nao ulikuwa umepotea sababu ya mapepo ambayo yalikuwa yamevamia maisha ya yule mwanamke. Muda ni zawadi tuliopewa na Mungu na tunapaswa kuutumia vizuri. Huu ni muda wa Bwana, God's time, l'heure de Dieu. Kitu kingine ambacho tunataka tuongee leo ni sasa kile ambacho shetani alikuwa amefanya tena katika maisha yake. Jambo la tatu ambalo linafanyika au huyu mwanamke alikuwa amekutana nalo kwenye maisha yake sababu ya mapepo ni kwamba alikuwa tena hana faida. Alikuwa tena hawezi kufanya kazi ili aweze kuwa faida juu ya familia yake, aweze kuwa faida kwa jamii, aweze kuwa faida hata kwa ajili ya nchi. Unajua kuna watu wamesoma na mtu unasoma kabisa, imefika muda ambao sasa unataka uanze kufanya kazi, usaidie familia, utumikie nchi. Unaona magonjwa yanakuja kwenye maisha yako, mtu anakuwa mwenda wazimu, akili zinapotea kabisa. Mtu ambaye alikuwa na faulu, alikuwa best huko shuleni, huko university, lakini wakati amemaliza tu shule anaanza kazi hivi, vitu vinaharibika, akili zinapotea. Unaona mtu umesoma kweli lakini unakosa kazi. Sababu gani? Shetani anajua ya kwamba ukiwa na kazi, ukipata pesa, ukiwa wewe mzima kabisa, utakuwa faida. Sasa yeye shetani kazi yake ni kuletea watu hasara, ni kuletea familia hasara. Na familia ya huyu binti ambaye alikuwa amepinda kwa miaka 18, hakika ilikuwa hasara, sababu alikuwa anakula lakini hafanyi kazi, wakati Biblia inasema asiyefanya kazi na asile. Sasa uko nakula hauproduce kitu chochote, ile ni hasara. Yamekuwa ya hasara, maisha ya watu wengi hayana tena faida. Yani kuwa kwako badala ya kuwa msaada, wewe unakuaga mzigo. Badala ya wewe kusaidia, wewe unakuaga ndo yani hasara hadi hasara. Yani sikia nikwambie, unajua sifa za watu ambao hawafanyi kazi, watu ambao hawaproduce kitu chochote, wana vitu vitatu ambavyo yani ndo tabia ya hao watu. Kitu cha kwanza, mtu ambaye hafanyi kazi, huo una observe vizuri. Mtu asiyefanya kazi, kitu cha kwanza ni kwamba wanaongeaga sana. Yani badala ya kuproduce vitu, mikono yako ifanye kazi, ufanye vitu vilete matokeo, lakini unaongea asubuhi mpaka jioni, unaongea kuzidi hata radio, unaongea. Yani kuongea ni tabia ya watu ambao hawaproduce. Na kitu cha pili, tabia ya watu ambao hawaproduce ni kwamba wanalala sana. Yani muda wa kufanya kazi yeye badala ya kuamka asubuhi na mapema, sababu Biblia inasema si ukitaka uwe tajiri, yani tajiri anaamkaga asubuhi na mapema kuenda kufanya kazi. Sasa mtu ambaye haproduce chochote, yeye analala, muda wa kuamka ndo anajifunika. Sasa utazalisha saa ngapi? Ni hasara. Huyu mwanamke alikuwa analala sana sababu ni mdhaifu, hajiwezi.
Yani wakati wengine wanaamka kuenda kufanya kazi, yeye ndo anajifunika sasa vizuri, ataamka saa 6. Yani anaanza siku, wengine wameshamaliza siku ndo yeye anaianza. Ni kazi ya shetani amefanya kwenye maisha ya watu. Sifa ya tatu ya mtu asiyefanya kazi ni kwamba anakula sana. Hii inashangazaga. Wakati Biblia inasema asiyefanya kazi asile, sasa inakuwa kinyume. Ambaye hafanyi kazi ndo anakula sana. Ile yote inatokana na nini? Ni mpango wa shetani ambao ameweka katika maisha ya watu kwa lengo la kuharibu. Mtu ambaye unatakiwa uwe faida, kijana ambao Biblia inasema vijana wana nguvu, lakini kijana sasa yeye amekuwa mdhaifu, amekuwa mzigo. Badala ya kuenda jeshini kuokoa nchi, badala ya kuenda kutumika kwenye makampani, badala ya kuwa pilot, badala ya kuwa dokta, amekuwa mdhaifu, amekuwa mzigo, amekuwa hasara. Acha nikwambie, Yesu Kristo atakutana na wewe. Hasara yote ambayo iliingia kwenye familia sababu yako, Mungu iko na kukomboa. Na kuanzia dakika ya leo, kuanzia siku ya leo, ninakutamkia kwamba utakuwa faida kwa jina la Yesu. Tamka tusema amen kama unaamini, sababu unavyoamini hivyo hivyo utatendewa. Haleluya. Bwana, God's time. Kazi ya shetani ni kuondoa haki, ni kumnyang'anya mtu haki yake na kuleta uonevu. Kazi ya shetani ni kunyang'anya afya ya mtu na kuleta magonjwa. Kazi ya shetani ni kumtoa mtu kwenye nafasi yake, kumtoa mtu kwenye ofisi yako, kuleta vitu maozaoza. Hiyo ndo kazi ya shetani ambayo alikuwa amefanya katika maisha ya huyu mwanamke. Lakini acha nikuambie ya kwamba kuna jambo ambalo ni la kushukuru Mungu sana, sababu Biblia inasema hivi, Yesu alipofika, na Biblia inasema kwamba ilikuwa siku ya Sabato. Haleluya. Napenda sana sababu Yesu Kristo ndio Sabato ya kweli. Anasema njoni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Sabato inamaanisha siku ya kupumzika, ni siku ya kurelax, ni siku ya kuenjoy, ni siku ya kula bata. Watanzania wanasema hivyo, siku ya kufurahia maisha, ndo siku. Na Biblia inasema huyu mwanamke alikuwa kwenye sinagogi siku ya Sabato. Na Sabato ambayo ninakuambia siku ya leo inaitwa Yesu Kristo. Yeye ambaye alichukua nafasi ya hiyo Sabato, alichukua nafasi ambayo wanadamu ya sheria za wanadamu, vitu ambavyo vilikuwa vimefunga watu. Sheria ya Musa ilikuwa imefunga watu. Yesu akasema mimi hapa, mimi ndo nachukua hiyo nafasi, mimi ndo pumziko ya kweli, mimi ndo njia ya kweli. Yesu Kristo, Sabato ya kweli. Bible nasema huyu mwanamke alipokutana na Yesu siku ya Sabato, Yesu akaona huyu mwanamke ambaye amepinda hivi hataendelea kuishi hivyo, hataendelea kuishi kiasara, hataendelea kuishi na muonekano wa ovyo, hataendelea kuishi bila kufanya kusudi, kutimiza kusudi ambalo ilifanya Mungu akamleta. Lazima huyu mwanamke aingie kwenye Sabato yake ya kweli, aingie kwenye Sabato yake ya milele. Yesu akanyosha mkono wake, na huyo mwanamke mzigo alikuwa amebeba kwa miaka 18. Oh my God, Yesu Kristo ni mwema sana. Yesu ni mwema sana. Mizigo ambayo huyu mwanamke alikuwa amechoka nayo miaka 18, kwa dakika moja, kwa saa moja, siku moja tu, Yesu akampatia pumziko. Sababu gani? Alikutana naye siku ya Sabato. Na ninakuambia, Sabato sio ile siku ya 7 ya wiki, sio ile siku ambayo unajua wewe. Sabato ya kweli niko na kutangazia leo, ambayo inaweza kuleta ufungulivu katika maisha yako, ambayo inaweza kuleta pumziko. Wewe ambao umelemewa na mapepo, umeenda kwa waganga, umehangaika sana, umetafuta madawa ya kienyeji, yani unatembea na mairizi mwili mzima, yani maisha yako ni kunywa tu madawa. Yesu yuko tayari kukupumzisha leo. Alipumzisha huyu wa miaka 18. Wewe sijui ni miaka ngapi, sijui ni siku ngapi, lakini najua tu kwa siku moja, kwa dakika moja, kwa saa moja, Sabato ya kweli Yesu Kristo anaweza kukupumzisha. Kama uko tayari kupumzika, anasema njoni kwangu. Yani kitu ambacho Yesu anahitaji ni kwamba wewe umsogelee.
umsogelee, ukubali ile sabato yake, ukubali wito wake, kubali ya kwamba anakuita sababu ana lengo la kukupumzisha. Ukikubali ule wito na kuambia Yesu iko na kupumzisha siku ya leo, na hutakaa tena kuteseka na yale magonjwa, hutateseka tena na ile shida, ile matatizo, madawa, mairizi. Leo Yesu iko na kupumzisha. God's Time ni injili ya Yesu Kristo yenye uwezo wa kubadilisha maisha ya mwanadamu. Karibu. Ninakusii kabisa kwa upole, kwa upendo mkubwa sana, ya kwamba ufungue moyo wako kumpokea huyu Yesu siku ya leo. Kusema Yesu, nimehangaika sana, nimechoka. Shetani amechezea maisha yangu, nimechoka. Yesu, nakuomba unipe pumziko ya kweli. Ninakupokea kwenye maisha yangu. Uingie, utawale ndani ya maisha yangu. Uongoze maisha yangu. Wewe tu ni simple tu kusema kwamba niko tayari. Na mimi niko hapa, nitakuongoza sala. Kwa dakika tu moja utarudia hii sala nyuma yangu. Na hakika Biblia inasema atakaye amini ataokolewa. Utakuwa umeokolewa, na baada ya hapo niko na kuombea ukombozi. Kama uko tayari tu, na kuomba utulie hapo ulipo na niweze kukuongoza sala ya kumkaribisha Yesu katika maisha yako. Rudia tu hii sala nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakupokea siku ya leo. Nimechoka na mizigo ya dhambi. Nimechoka na mizigo ya madawa. Leo ninakuja kwako ili unipe pumziko. Ninamkataa shetani na mambo yake yote. Namkataa shetani na kazi zake zote. Ninakukaribisha Roho Mtakatifu ndani ya maisha yangu. Uniongoze sasa na hata milele. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Tulia niweze kukuombea. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mpendo wa msikilizaji na mtazamaji. Asante sababu una mpango wa kukomboa maisha yake. Wewe ambao ulimkomboa huyu mwanamke, alifungwa kwa miaka 15. Sijui huyu msikilizaji amefungwa kwa miaka ngapi. Sijui ameharibiwa kwa miaka 10 na ngapi. Lakini ninachojua ya kwamba wewe Yesu unaweza kutenda leo. Unaweza kumponya leo. Unaweza kumbariki leo. Unaweza kumuinua leo. Ndio maana niko na kusihi Bwana, ukatende kwa ajili yake. Ukamtendee Bwana. Huyu mgonjwa ambaye ameteseka kwa muda mrefu, Jehova unayeponya, mponye. Ni umponye Bwana. Mkono wako mguse hapo alipo, akapokee uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Ninaalika damu yako kukata vifungo vyote ambavyo vimefunga maisha yake, kuondoa laana na mikosi kwa jina la Yesu Kristo. Akawe huru kuanzia sasa, akarelax, kazi yake iendelee mbele, masomo yake iendelee mbele. Yule ambaye amevurugwa, amechanganikiwa, ninatangaza amani kwenye akili yake kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru sababu umetenda na utatenda tena mengi zaidi ya vile ambavyo nimekuomba. Utukuzwe Yesu milele hata milele. Amen. Bwana akubariki. Ungana na mimi katika kutangaza injili. Ninatamani kabisa tusambae sana kwenye TV, kwenye radio mbalimbali. Niko na kuomba kabisa, niko na kuomba mchango wako, niko na kuomba sadaka yako. Uweze kuwasiliana na mimi tu kwa hiyo namba yangu ya WhatsApp +256 784898257. Hiyo ni namba yangu kwa ajili ya mahitaji ya maombi, lakini pia kwa ajili ya mahitaji ya kusapoti huduma yetu, ili tuweze kulipia vipindi kwenye radio na kwenye ma-TV mbalimbali. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Amen. L'heure de Dieu.